Leo saa 10 alasiri Simba Sports Club atawaalika Mbeya City katika uwanja wa KMC Complex kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB. Na ikumbukwe Simba Sports Club wao ndo wenyeji wa huo uwanja. Sasa siku ya jana wakati wanakwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika huu mchezo, ipo ambapo imezua stori kubwa ambayo inamuhusu Morris Abraham. Morris Abraham ni kiungo wa kimataifa wa Tanzania ambaye kwa muda mrefu tunafahamu kwamba anacheza kandanda barani Ulaya, lakini kuonekana kwenye kikosi cha Simba kilichofanya mazoezi kujiandaa na mchezo huu wa kombe la CRDB dhidi ya Mbeya City kumezua tafrani kubwa sana. Watu katika mitandao ya kijamii na vyanzo mbalimbali vimemwandika vya kutosha Morris Abraham. Binafsi nimepokea maswali mengi kutoka katika platform zangu mbalimbali, kuanzia Instagram DM, TikTok inbox, watu wamekuja Facebook na kadhalika. Kwa hiyo watu wanataka kufahamu juu ya Morris Abraham, kitu gani kinaendelea na kwa nini yupo na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa basi, kama ilivyo ada, kupitia jukwaa hili bora kabisa la kupashana taarifa, la kupeana habari, mimi ninachokifanya ni kusogea katika vyanzo vyangu ambavyo naviamini ili kuweza kukusanya taarifa na kukuletea wewe hapa, na silete taarifa ambayo sijaithibitisha kwa namna moja au nyingine. Hii story ilikuwepo, ningeweza kuifanya tangu jana, lakini ilikuwa nasubiri uthibitisho ili niweze kuja mbele yenu na kuliweka wazi kitu gani ambacho kinaendelea kati ya Morris Abraham pamoja na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hapa hili jambo tunaenda kuliongelea katika engo mbili. Engo ya kwanza, kitu ambacho kinaendelea, lakini engo ya pili tutakwenda kuangalia D2. Una D2 katika hiki kinachoendelea? Una D2? Yes. Sasa basi, jambo kubwa ambalo lipo linalomuhusu kiungo huyu Morris Abraham. Morris Abraham, watu kwanza wanatakiwa kumfahamu Morris Abraham ni nani, lakini kabla ya kumfahamu, hebu twende moja kwa moja kwenye kwa nini yupo kwenye kikosi cha Simba akiwa na training na Simba. Morris Abraham ni nyota ambaye product ya timu za vijana ya taifa, kwa maana ya Serengeti Boys, timu ya vijana hususan chini ya umri wa miaka 17. Serengeti Boys ni ile Serengeti Boys ya mwaka 2019 ambayo ilicheza AFCON ya under 17 katika uwanja wa Mkapa hapa Dar es Salaam. Walikuwa kundi moja sambamba na Uganda, sambamba na Nigeria, na Angola, pamoja na wenyewe Serengeti Boys. Serengeti Boys hii ilikuwa chini ya Oscar Mirambo ambaye ndo mkurugenzi wa ufundi kwa sasa kwenye shirikisho la soka la Tanzania. Kwa hiyo Morris Abraham ndiye aliyekuwa nahodha kwenye Serengeti Boys hii ya mwaka 2019. Miongoni mwa nyota ambao walikuwepo kwenye ile Serengeti Boys ni pamoja na Kelvin John Mbappe, wengi tunamfahamu. Alikuwepo Agiri Ngoda ambaye baadaye akaenda kwenye mataifa mbalimbali kwenye kusaka kwenye kucheza mpira. Pascal Msindo naye alikuwa pale. Amiri Njeru naye alikuwa pale. Arafat Swakali naye alikuwepo kwenye kikosi, na nyota wengine kadha wa kadha. Sasa basi, Morris Abraham huyu ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana kabisa kwamba nyota yake ni njema kwa sababu ya ubora mkubwa ambao ameuonesha. Sasa basi, huyu kwenye harakati zake za kwenda Europe kucheza mpira, aliingia mkataba na kampuni ya kusimamia wachezaji, sports agency ambayo inaitwa Sama Sports Management, Sama Player Management. Hii ni agency inayomilikiwa au inayohusishwa moja kwa moja Mbwana Ali Samata. Hivyo basi, hii inahusishwa moja kwa moja na Mbwana Samata, na Morris Abraham yeye yupo katika hii management ambayo inahusishwa na Mbwana Ali Samata. Sasa Morris Abraham alikuwa anacheza kandanda barani Ulaya. Yes, Spartak Subotic kwenye taifa la Serbia. Amecheza kule, baadaye wakamtoa kwa mkopo, wakamrejesha tena, lakini
mkataba wake ukaisha. Baada ya kumalizika kwa mkataba wake, sasa what next ni kutafuta marisho sehemu nyingine, na ndio maana kwa sasa hivi tunapozungumza ni free agent, ni mchezaji ambaye hana klabu yoyote. Vyanzo vyangu vimeeleza kwamba Morris Abraham yupo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, yani wameomba, kwa maana ya Morris Abraham ameomba kutrain na kikosi cha Simba ili kujiweka sawa, na mwezi wa 5 atakwenda Sweden ambako kuna timu mpya amepata, ataenda kujiunga nayo. Narudia tena, anafanya mazoezi tu na klabu ya Simba, lakini hakuna kinachoendelea. Mwezi wa 5 ataenda Sweden ambako amepata timu mpya ya kwenda kuchezea. Kwa hiyo hii ndio taarifa ambayo niko nayo, lakini sasa kuna question mark. Kuna question mark ambayo inakuja kichwani. Question mark hiyo inakuja vipi kichwani? Kuna taarifa za klabu ya Simba kuhitaji kiungo mshambuliaji, na hii limethibitishwa pia hata na kocha Fadlu Davids kwamba wanahitaji kuongeza nguvu katika baadhi ya maeneo, ikiwemo katika kiungo cha ushambuliaji, na huyu ni kiungo wa ushambuliaji ambaye ni mzawa, na kama haitoshi ana college. Tunafahamu ubora wa Morris Abraham, wengi wetu. Umri wake ni mdogo, amezaliwa mwaka 2003 huyu bwana. Sasa basi, miongoni mwa vigezo ambavyo wanaangalia Simba sasa hivi katika usajili ni umri mdogo. Kwa miaka 20, 21, 22 mpaka 23 na 24 wameonekana kusajili sana wachezaji kutoka kwenye huo umri. Kwa hiyo na huyu, kwa mujibu wa falsafa au mfumo ambao Simba ameanza nao kwa miaka hii, basi huyu ana suit moja kwa moja, kwa maana ya umri wake anastahili kucheza Simba. Sasa ukija eneo la pili ambalo linakutaka pia uwe na D1 ili uweze kufahamu kwamba kuna kitu kinaendelea, ni kikosi cha Simba, nyota wao wa kiungo cha ushambuliaji nambari 8, maanisha hapa bwa mdogo ana uwezo wa kucheza nambari 8 kwa ubora wa hali ya juu, na ndo nafasi ambayo ana enjoy zaidi. Ana uwezo wa kucheza nambari 10 pia, kiungo mshambuliaji. Lakini kikosi cha Simba, kiungo wao Fabrice Luamba Ngoma anaelekea ukingoni mwa mkataba wake. Mwishoni mwa msimu huu mkataba wake utakuwa umeisha. Wakati huo anahusishwa na klabu nyingine mbalimbali kutoka nje ya Tanzania. Hivyo basi, kwa experience ambayo yuko nayo, umri umesogea Fabrice Ngoma, klabu nyingine zinamhitaji, na katika dirisha dogo klabu ya Al Ittihad kutoka Libya ilikuwa ikihusishwa naye na walikuwa wanamtaka sana. Wakataka hadi kuvunja mkataba wake miezi 6 uliosalia, lakini Simba haikuwa tayari. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba ikamkosa Fabrice Ngoma katika misimu ijayo. Yaani msimu huu utakapoisha huenda akaondoka. Replacement ni nani? Simba wamemsajili Deborah Fernandez ambaye ana uwezo wa kucheza katika hiyo boksi ya nambari 8. Lakini tunaona fomu yake amekuwa apate nafasi kwenye kikosi cha Fadlu Davids. Nafasi yake imekuwa ngumu sana. Hivyo basi Mzamiru Yasin ni option nyingine, lakini Mzamiru Yasin injuries zimekuwa nyingi, jambo ambalo linamfanya asiingie kwenye kikosi. Lakini pia experience yake ni kubwa. Yaani sitaki kuamini kama Simba inaweza kuwa inamtegemea Mzamiru Yasin kwa wakati huu. Ni mchezaji ambaye amecheza kwa kipindi kirefu. Tangu ameondoka Sadio Kanute wamekuwa wakistruggle katika hilo eneo, kwa sababu Deborah ameshindwa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Kwa hiyo kama unapata quality ya aina hii ya Morris Abraham katika eneo la kiungo cha ushambuliaji ambaye ni mzawa na umri wake ni mdogo, unaona kabisa kwamba hapa kuna biashara inanukia. Kuna biashara huenda ikatokea kati ya Simba na Morris Abraham. Huenda isiwe hivi. Sasa basi, endapo itatokea Morris Abraham ameingia kwenye kikosi cha Simba, anakwenda kucheza wapi? Itakuwaje? Kocha Fadlu Davids, mfumo ambao anautumia sana ni 4-2-3-1. Inakuwa hivi. Huku timu ndio inashambulia, yani timu inaenda huku. Hapa mlinzi. Mlinzi wa kushoto Mohamed Hussein. Mlinzi wa kati Abdurazak. Hapa Shemalon. Kulia Kapombe. Tukija hapa wana double pivot.
wana viungo wawili wa uzuiaji, lakini hawa viungo wawili wa uzuiaji mmoja anaenda mbele kushambulia. Yaani hawa timu ikiwa haina mpira watacheza hivi, timu ikiwa na mpira mmoja atapanda juu. Lakini sasa mfumo tunaoangalia kipindi timu haina mpira. Kwa hiyo hapa anacheza Kagoma, hapa anacheza Ngoma. Hapa anacheza, hapa juu kuna utatu. Hapa atacheza Mpanzu, hapa atacheza Ahwa, hapa Kibu, na eneo la kushambulia atacheza Ateba au Mukwala. Kwa hiyo hii ndio 4-2-3-1. Morris Abraham, eneo ambalo anaenjoy zaidi kucheza ni eneo hili hapa. Maana yake kama ataingia kwenye kikosi cha Simba, basi anakwenda kuchukua nafasi ya Fabrice Luamba Ngoma katika eneo hili la kiungo wa ushambuliaji, kiungo mchezeshaji, unaweza kaita hivyo. Huyu ni inside right. Inside left ni namba 10, huyu ni inside right kwa maana ya namba 8. Kagoma namba 6. Timu haina mpira inashambulia, Kagoma anarudi hapa, huyu anapanda hapa. Maana yake timu huyu anakwenda kuongeza nguvu ya kushambulia. Inawezekana wakatengeza line ya watu 4 katika eneo hili. Kwa hiyo Morris Abraham anakwenda kuingia katika hili eneo endapo watafanikiwa kunasa huduma yake. Endapo kocha Fadlu Davids naamini anamwangalia Morris Abraham katika uwanja wa mazoezi, pengine wala hahitaji kuona mikanda yake ya nyuma alikocheza, hahitaji kuona CV yake ilivyokuwa, kwa sababu anamuona kabisa kwa naked eyes katika uwanja wa mazoezi. Baada ya kujiridhisha juu ya lugha nyepesi, unaweza kusema majaribio, sababu ni kama yupo kwenye majaribio, amwangalia kisha jiridhisha naye, huenda akamchukua na kumsainisha kwenye kikosi cha Simba. Ikumbukwe Simba, Morris Abraham anacheza Europe. Of course Europe kuna malisho mazuri, kwa umri wake angestahili kwa Europe, lakini nyumbani kumenoga. Kwa sasa timu zetu za Tanzania zinalipa fedha nyingi. Timu zetu za Tanzania zinamthamini sana mchezaji pengine kuliko huko barani Ulaya ambako kuna issues mbalimbali. Kwa hiyo Morris Abraham sitoshangaa endapo tutamuona kwenye kikosi cha Simba Sports kutokana na ubora wake. Kwenye swala la ubora, no doubt ni nyota ambaye amethibitisha ana ubora wa hali ya juu. Ni national team player, alikuwa captain wa under 17, amecheza under 20, lakini kwenye seniority pia amekuwa akipata nafasi ya kucheza kwenye baadhi ya vipindi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye Simba kama watampata, basi itakuwa faida nyingi tu. Kwanza faida mojawapo ni mchezaji mzuri, faida mbili ya pili ni mchezaji mzawa, faida ya tatu umri wake unaruhusu kwa maana ya umri mdogo. Kwa hiyo naamini dili hii kama Simba wataamua kuifanya biashara, basi itakuwa wamepata mchezaji mzawa mzuri katika hili eneo. Kama watataka kuongeza mchezaji mwingine wa kigeni, wataongeza tu, lakini tayari wana nyota mzawa ambaye yuko hapa mwenye faida nyingi sana. Na kufikia hapo ndio mwisho wa story hii. Endapo tutapata mwendelezo wake zaidi, basi tutakuja kuifanya labda kwa kuithibitisha kwamba ni rasmi ama chochote kile ambacho kimetokea. Usikae mbali na jukwaa hili, kuna mengi mazuri ambayo tutaendelea kupashana, hususan katika haya masuala ya usajili. Tutakwenda kuiangalia kwa upana na nafasi kubwa zaidi. Unachotakiwa kukifanya sasa ili upate taarifa, hakikisha una subscribe hapo. Kisha unaweza kucomment kwa ajili ya kutoa maoni yako, kitu gani ambacho umekiona katika story ambayo tumeipiga na kadhalika. Hivyo basi nikutakie wakati mwema. Simba dhidi ya Mbeya City ndani ya uwanja wa KMC Complex. Bonge moja la mechi. Licha ya Simba kuwa ni timu bora na ubora wa aina yake, lakini Mbeya City ni timu ambayo imesurprise, imefanya vizuri katika championship so far, wakiwa katika nafasi za juu ili kufuzu kurudi tena katika ligi kuu kwa msimu ujao. Lakini wamesurprise kwa kumtoa Azam, moja ya timu bora katika soka letu la Tanzania. Wao wamefanikiwa kumuondoa bwana. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, no way ya ku-underrate Mbeya City. Tukutane KMC Complex kwa ajili ya kuangalia mtanange huu. Mpaka wakati mwingine.